Wewe tunakusi ambao hujasubscribe, ni wakati wako sasa hivi uweze kusubscribe, comment, kushare na kulike. Tufuatilie katika channel yetu pendwa ya Chapesa Media. Pia tunapatikana social media zote, TikTok, Instagram na Facebook. Andika tu pale Chapesa Media, utaletewa habari za kimichezo. Kama ilivyo ada, nimeleta kitonge kwa mzee wangu, mzee Side, mzee wa busara, mzee mwenye kuleta uondo kwenye mchezo wa mpira, shabiki nguli na mwanachama wa Simba Sports Club. Nipo naye hapa. Jana wanasema Selemani we kazaliwa upya. Je, yeye atakili au bado upande wake Selemani Mwalimu hamuelewi? Simba wafanye mchakato dirisha kubwa, walete striker mwenye kiwango cha kuchezea Simba Sports Club. Nipo naye mzee wangu, yuko mbele katulia. Ila sasa kabla tujaanza, leo kanipigia uzi wa Real Madrid. Huyu bwana sielewi. Barcelona yeye, Real Madrid yeye, uzi wa Man U yeye. Tumsikilize kwanza. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa mzee wangu. Poa. Kwa hiyo leo mnapigia uzi wa Real Madrid. Ilikuwaje kwanza? Baada ya Manchester kuyumba kimaisha, na mimi ilibidi niyumbe, nikakimbilia Hispania, Real Madrid. Baada ya Man U kuyumba, Ferguson kuondoka tu. Ferguson kaondoka na mpira wake. Au uliondoka alipotoka Ronaldo na kaondoka na Ronaldo mazima kuja Real Madrid. Yule Ronaldo aliondoka, Ferguson alikuwa bado yupo. Ndio. Kabla. Kwa hiyo nilikuwa nachungulia Real Madrid narudi Manchester. Nachungulia kule narudi Man U. Lakini alipokuja kuondoka Ferguson, na ile mijezi sijui akachukua nani ujue. Mijezi ya Manchester nilikuwa nayo nilikuwa na jezi hizi mbili, ya ugenini na nyumbani. Ndio ujue kwa kwamba sisi tunakuwa na vichaki kiasi gani. Nilikuwa na ya ugenini na nyumbani. Wakati huo Simba na Yanga hawana mchezo wa kuuza jezi. Kulikuwa hakuna. Ukimwona ni mmoja sana naye. Mambo yamekuja tu hapa juzi. Yaani jezi zilikuwa za wachezaji. Za wachezaji tu. Mashabiki. Wewe utavaa shati lako jekundu, ndio naambiwa yule shabiki wa Simba yule. Mambo ya jezi haya yalikuwa hakuna. Babu, sisi tumetoka mbali na hizi timu hizi tunazishangilia 90 kweusi. Kipendekezi uwekezaji ulikuwa mchache. Kwanza hamna uwekezaji. Ukitoa jezi moja tayari, wewe tena mchezaji una jezi. Una jezi Simba alikuwa na jezi moja, hapa nyekundu, hapa nyeupe, hapa nyekundu, hapa nyeupe. Hiyo jezi hiyo ndio tuna mtu mmoja anaitwa Hassan Afifu. Umeona? Hassan Afifu hapa. Kocha mchezaji. Waulize Uganda wanamjua Hassan Afifu. Hapo nyuma hapo unamkuta Jamhuri Kiwelu Kitasa. Mwamba wewe. Valentini. Mimi nampenda sana Jamhuri Kiwelu, ila ananikela maneno yake anyooshi. Kwa vipi? Mimi Jamhuri Kiwelu kona nyingi. Kona nyingi sana. Anajua kikutolea kodi sasa sio kwa anyooke. Wale wameivujia Simba jasho kila siku, mimi naongea. Afunguke. Wewe unaona kina Zamani Mogera, kina Mzee Kibadeni, wote wako kimya. Mimi kusema ule kweli Kibadeni sikumuona wakati anacheza mpira. Kibadeni. Ila Zamani Mogera nimemuona. Umeona bwana? Wote nimemuona, ila Kibadeni ndio sikumuona kwa sababu nilikuwa bado niko polini. Nilikuwa sijaingia mjini. Kibadeni anaondoka ndio kina Jela Mtagwa. Umeona bwana? Ni kipindi hicho kina Makumbi Juma, ngoma ya jiji. Shauri yako. Tuanze kwanza na mchezo wetu wa jana. Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji. Ndio hapa naona kabla mazabibu. Naona kabla hujaanza kuongea umeimba Selemani we. Kazaliwa upya. Man of the match. Chuma mbili. Nisikilize. Washabiki ndio wanachokihitaji. Ndio. Ukifanya vizuri kweli watakupongeza. Umewapa ushindi, kwa nini wasikupongeze? Wewe upande wako. Mimi sijabadilika, niko pale. Selemani haniwezi kuniofa mimi ninachokihitaji. Upande wako? Huwezi kumfananisha na John Boko. Selemani huwezi kumfananisha na Prince Mugalu. Huwezi. Kama vile wewe wanavyolalamika na mimi nimewajibu, huwezi kufanana na Chagamba. Ni vitu vili tofauti. Hajanipa kama vitu walivyokuwa wananipa wale. Sawa. Umenielewa sijui? Yaani striker kwa mfano leo hii tungekuwa na lile striker letu refu lile. Limkwala lile striker refu. Goli. Yaani sasa hivi mpaka yule mimi namkumbuka kwa sababu gani? Mkwala mimi namkumbuka. Kwa nini? Niulize kwa nini namkumbuka Mkwala? Chama yupo. Kila mpira ule Selemani yale magoli yote aliyofunga Chama kagusa mpira. Sahihi.
Ni kweli. Sio, unanielewa? Kuna sehemu Chama alikuwa anacheza anaelekeza kabisa, peleka pale, au kumuona jamani, peleka pale. Kuna moja kapewa, baada ya kumwambia peleka pale, alafu akamwambia naomba mimi. Chama anaiomba. Chama akaiomba, Chama anaihamisha. Wewe achana na habari hiyo babu, alafu unaenda kusema mlemavu. Mimi nisikilize vizuri. Nakupata. Kuhusiana na swala la Chama, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza katika Simba nzima, labda ukiacha viongozi, kujua Chama anaenda Yanga. Niliumia vibaya sana. Kabla wewe ulifahamu? Mimi nililifahamu. Na nilibishana sana na mzee Masatu. Kaambia Chama kaishachukua hela Yanga, anaondoka. Masatu hakukubali. Aliniambia wewe mdogo wangu muongo mkubwa, Chama yupo na hawezi kuondoka. Nikamwambia Plaza, Chama anaondoka, mimi mwenyewe naumia, lakini mimi taarifa nilizipata mapema kabisa, Chama anaondoka anaenda Yanga. Na Chama sio walimchukua kwa sababu walikuwa wana kazi naye. Mimi ndo nakwambia. Chama Yanga walimchukua kwa sababu walilipiza, sisi tulimchukua Nionzima. Ikiwa Chama Nionzima kilikuwa kipenzi cha wana Yanga. Kwa hiyo ili kusudi na nyinyi muumie, ndio wakaenda kumchukua Chama na watu wengi waliumia. Masatu nimekutana naye, natoka kazini asubuhi, namsalimia mzee Blaza Masatu, shikamoo nini bwana, umeshamtangaza nani? Sio Nikataa Blaza. Sasa unasema leo wewe achana na mimi, wewe ndio wale. Kumbe wewe wanakuambia wale mpaka mzee. Sasa mimi kwa sababu sisi unajua watu wa kanda ile Wanyamwezi wa Sukuma tuna tabia, yani mtu kama amekuzidi umri akianza kuongea wewe unanyamaza. Unashuka na kwamba mimi kabidi niwe mpole na sikumsemesha tena, mimi nikaondoka. Nikajua tayari. Kwa hiyo walikuwa wengi wanaoumia. Hata pamoja na Selemani Mwalimu watu wanamsifia, lazima wamsifie kwa sababu kile walichokuwa wanakihitaji wamekipata. Hebu mimi na wewe tuulizane sasa hivi. Kwa mfano Yanga Simba kafungwa lile goli afu Simba katolewa. Leo tungekuwa tunaongea nini? Pasingenoga kwa sababu mashabiki tu jana wanasema laiti kama lile goli lingebaki vile vile moja bila. Na imani wanachama, mashabiki mpaka viongozi jana pasingelalika. Ndio hicho ujue. Kwa hiyo Selemani lazima wamshangilie. Sasa kama Selemani mbona hawajashangilia goli alilofunga, goli la 3 nani yule mtoto? La pili Aula. Maiona ile pasi imetoka, Chama kagusa mpira. Na ndio maana nilikwambia hivi, Chama anakuja Simba sisi tutamuona lulu tena, kwa sababu watu hatuna. Sasa pale kama cha Chama. Sasa pale ndio ungemkuta Mkwala. Sweka refu kushinda goli. Sasa pale ndio ungemkuta yule Mkameruni yule. Unaniangalia babu? Ateba naye angekuwa mchango mkubwa kwake. Babu. Yaani ndio ungejua, kwa sababu kule mbele kote tungekuwa na watu wana miguu. Vipi na Soa ungewepo? Soa hakuna kitu babu. Soa kama Mkwala? Hakuna kama yaani wale Soa na mwenzie Mwalimu wale hamna kitu. Mimi si niliwaambia watu walinitukana kwenye mitandao, nyewe mnaenda kumsajili Soa wa nini jamani, acheni nayo ndio mkatafute mtu mwingine. Swali nitukana watu. Kiko wapi? Anakwenda kupiga watu uwanjani kama bondia. Mwe mnaangalia na watu wa kuchukua, sio eti kila mtu nachukua tu. Mimi sikiliza nikwambie. Mimi bwana, mimi Chapesa wallahi Simba naipenda. Ndio. Cha pili napenda mpira. Ni kweli. Kwa sababu kwa kuwa napenda mpira, kwa hiyo kama Yanga watacheza vizuri, sina budi kuacha kuwasifia. Mimi nitawasifia tu. Tena sana tu. Lakini kama hawachezi vizuri, mimi na wenyewe nitawaambia ukweli. Ndio. Kwani naficha kitu gani? Sisi tunahitaji mpira, timu zetu zisonge mbele. Tuwe na sisi kwa kwamba hivi, wewe fikiria mpaka mimi naenda karibia kufa. Tangu timu zimeanza huko, zimeshindwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Sababu ni nini? Hatujajua. Sababu ni viongozi wetu wanafiki. Viongozi wetu wa Mbeya wanaoviongoza hivi vilabu viwili. Alafu ukija na wanachama na wenyewe wakitiwa ufunguo kidogo wameshakurupuka. Wanashindwa kuelewa nini cha kufanya. Kwa kawaida Simba Sports Club kipindi cha pili mara nyingi mechi zote walizokuwa wanacheza wanakata upepo, lakini sivyo jana ilivyotokea. Kipindi cha pili imetokea mabadiliko makubwa mpaka kushinda ushindi wa magoli 3 kwa moja. Juzi niliongea na wewe, kaambia bwana wale watu hawajapewa hela zao. Sasa ile siri ya kambi tumalize hapo.
Huwezi jua. Mimi nakwambia hivi. Wewe passion ilikuwa inasababisha wao? Mimi nakwambia hivi. Kaa upige upigapo. Sawa? Wale wachezaji unawaona wale? Ndio. Sawa sawa na bondia. Si unanielewa vizuri? Kuelewa mzee Said. Bondia unapomdhulumu hela yake, haleti mkono wake kuja kufanya kazi kwako. Umenielewa? Lazima atakasirika, atasema huu mkono mimi ndio kula yangu, mimi ndio lala yangu. Kwa hiyo usiponilipa mkono wangu unafanya kazi bure. Ndio sawa sawa na wachezaji. Kwa hiyo hela ndio kula yao, ndio lala yao, ndio maisha yao. Mguu akigojoka ule mguu, Simba na Yanga wana tabia kutupa wachezaji. Labda sijui kwa sasa hivi. Hata kama hujapewa wakaona kwao nafsi yao. Kwa hiyo sasa pale inaweza kuwa amesharekebishiwa, unaona mpira uliopigwa na siku yote kipindi cha pili ndivyo ilivyo. Hata na Coast Union unaona mpira ulishuka. Ndio. Lakini hii mimi nilijua tayari safari. Hakika mapema mzee Said. Na wakati naangalia ule mpira Mwishe na wenzio walikuwa wanaleta fujo kule nilikokuwa naangalia mpira. Mara wameingia mara wametoka. Mama yake akaniita. Mzee Saidi, nikaitika naam. Simba wamefungwa, nikamwambia Akanyamaza. Nikamsikia anawaambia watoto wake, chumbani msiingie. Chumbani msiingie na plastiki za maana. Na mkienda chumbani kule sasa hivi mtatoka mnalia. Na kweli wala sikufichi. Jana nimeenda Gala, nimeacha sasa hivi nimeenda kununua Big G. Sasa ngoja. Sasa kupiga Big G ili kupunguza ile pressure. Kupunguza ile pressure. Unachukua maji, unatafuna Big G, ukiona mate yamekauka. Hujawahi kutafuna Big G mpaka mate yanakauka? Ile ladha imeondoka. Wewe upande wako lafsi kazidi kunyongonyea zaidi. Yaani nilipoona lile goli Selemani kalipiga nikasema Selemani akia Mungu wao kuwepo. Na watu mimi wanajua vitu vingine nafanya kama usanii, lakini ni sahihi. Ila ndio ilivyo. Kwa sababu watu wengi naongea humu yani wananichukulia wepesi katika Simba Sports. Ndio maana mimi mtu akiniambia bwana wewe mamluki wewe Yanga, naambia sawa, kwani Yanga iko timu gani? Yanga wanacheza mpira, tukubaliane. Waambieni viongozi wenu watubadilishie timu. Mimi Simba sijaisifia ukuta wa nyuma. Walisifia. Sasa ukimtoa Kasali, maki Kasali akisimama utafikia analia. Sasa wewe mtu gani yule? Sasa hivi Dr. Mo anasema katika vitu nilivyomisi Simba simuoni Spider. Spider anamuombea sana Spider. Ni kweli. Sasa mimi naongea uongo. Kwa hiyo ila nani? Wewe. Mimi Kasali hata leo ingekuwa sheria inabadilika ningeshafukuza ile mbali. Ningemwambia toeni huyo Kasali wenu. Tuzungumzie goli la jana. Wewe goli kipo. Delfin aliowafunga Simba. Si alivutika mbele yule. Sasa yule kaliacha goli kavutika mbele. Yule dogo kachungulia. Kuchungulia kali moja. Weka vile. Alafu na wale mabeki wa Simba walijua faulo. Wakasimama. Yule pale walijua faulo hiyo. Kwa sababu mchezaji wa Simba aligongana na mchezaji wa Dodoma Jiji. Sasa wakajua refa atapuliza filimbi. Refa akupuliza filimbi, watu wakanasa kaiweka. Kuiweka ile kule. Nikasema mama yangu. Sasa nilichokuja kupata imani kwa kwamba tunaweza tukasawazisha, bora tukatokee kwenye mapenati. Wale Dodoma Jiji walirudi nyuma. Ndio. Ni kweli kipindi cha pili walirudi nyuma kulinda goli. Kwa kauli ya kocha wao wanasema majeruhi nayo yalisababisha jana mpaka. Majeruhi nani na nani? Twende taratibu. Nani na nani? Wachezaji wake ndio wale tuliocheza nao. Ndio mliocheza nao siku ile. Sasa si ndio wale asili ya nje alikuwa yeye alivyoongea, sio mimi na nukuu. Jana uongo. Wale walizidiwa tu jana. Jana mliwazidi. Mtoto ni mtoto? Mtoto tu. Simba timu kubwa babu. Hawezi kashindana. Mazoea yasiongezeke pale. Mazoea yasiongezeke na ndio maana wamepigwa 3. Wale wametoa draw na msaada walipata wale. Hawakutoa draw wenyewe peke yao. Msaada nani? Wanajua wenyewe. Kwa hiyo kauli ya kusema jana wamefungwa Dodoma Jiji na ndogo zao. Watu wameshasema. Inawezekana. Lakini kweli ndio. Dodoma Jiji tumewafunga na ndugu zao. Kwani mmiliki wa ile timu mmiliki wa ile timu si upo upande wa pili? Wewe vipi bwana? Si mheshimiwa? Na mimi nasema tu kweli, mheshimiwa waziri ndio timu yake. Na alishaniambia mimi timu yangu Dodoma Jiji. Sio Yanga sasa. Dodoma Jiji si ndio? Sasa yeye nani?
Wewe toka. Wewe toka hapa. Yeye ni Dodoma sio Yanga. Kwa hiyo tayari timu yake Dodoma Jiji. Alishaikana Yanga, akasema mimi sio Yanga. Yeye sio Yanga. Yeye ni Dodoma Jiji. Mimi nikamwambia tu mheshimiwa, mimi nakuheshimu. Akaniambia na mimi nakuheshimu wewe mzee. Nikaona basi yaishe. Wewe kweli Dodoma Jiji. Mzee sasa tulie kwa. Wewe siku ile wanatembeza bakuli kakaa pale, yeye ndio wa kwanza kushika bakuli. Wewe vipi bwana? Ile Yanga kibakuli. Hata ile ya bakuli. Ile Dodoma Jiji yenyewe ilikuwa bado timu hata. Wewe ilikuwa tayari shapanda. Imepanda lakini haijakaa kwenye ile mapenzi zaidi. Lazima atoe msaada huko kwingine. Mapenzi hayajifichi babu. Mapenzi yamekaa kama moshi. Moto utauficha lakini moshi unarudi. Na ndio maana unaona Waroma hawachagui, wanapochagua papa wanachoma vikaratasi. Hapo wanaangalia moshi gani mweusi na moshi karatasi ipi. Ukitoka mweupe wanajua huyu ndio kakubaliwa na Mungu. Yanga Afrika zidi ya TMA. Ushindi mwembamba kabisa. Dakika ya 60 Maxim Zingeli. Ngoja basi. Kuna mchezaji mmoja wa zamani wa Brazili alikuwa anaitwa Pele. Anakwambia cheza uchezavo, mwenzio akikuweka tu ndio bingwa. Cheza uchezavo. Akikuweka? Lakini mwenzio akikuweka tu kikitangulia kikazama kwenye neti ndio bingwa. Kigoli hichi. Kwa hiyo wale wameshinda. Umeona watu wao nani na nani alikuwemo mule? Baadhi wao kuwepo. Na wameshamaliza. Jamaa lao limeshaachiwa kifungo. Kwa naomba kifungo kiendelee. Lakini jana kuna ule mchezo leo cheza no Depu, no Dube, no crime team hizi. Lakini kagoli kamoja tu na sio tegemeo. Sasa wengi wakategemea Yanga TMA watawafunga magoli mengi. Usifanye mpira huko hivyo. Ufunga magoli mengi kila siku wewe. Wengine wanakuja kwa mikakati bana, twendeni tufungwe lakini tusifungwe mengi. Angalau kagoli. Twendeni tukalinde. Tukapunguze idadi ya magoli. Tukapunguze idadi ya magoli, aibu. Tuonekane na sisi tulicheza na Yanga tumefungwa goli moja, Ushujaa. Umefunga lakini wewe ukikutana na Yanga unasema kigoli kimoja, Ushujaa. Hata kama Simba alifungwa 5 wewe unasemaje? Yanga imepotea. Walishindwa kuzuia nao. Okay, Starboy alikuwemo? Hajacheza. Sasa muda hajacheza. Sasa hizo zote mashine unazozitaja hizo zimepumzika, zinasubiri watu. Wanaongojea Mbeya City. Mbeya City si ndio ligi? Ligi. Utakuja kusikia. Kwa kuna msubiri Fountain Gate pale. Arusha. Jana naye kala ngapi sijui? Kala 3 sijui. Kala 4 jana. Kala 4 na nani? Azam. Na Mungu yule beki anamwambia wewe usitoke, yule golikipa. Azam kamtungua chuma 4 jana, hakutaka masiala. Bana sio 4-3. 4. Mimi kwa sababu 4 bila. Mimi nilihama, nilitoka baada ya kuona mambo mengine. Mimi nimeangalia jana. Lile goli la kwanza. Makebeki anamwambia kabisa, huyu anakuja na mpira sisi tunamuwai. Usitoke, baki ukoko. Golikipa akatoka. Yule naye mwenye mwili mkubwa yule bwana akapiga kwanza mwamba wa kwanza. Azamu bwana. Kitambala. Azamu bwana rafiki yangu Azamu. Kitambala bora. Ndio umeenda kuleta mchezaji mkubwa kama Godless Mwikimba. Kama? Ushamuona Godless Mwikimba? Anafanana na yule Kitambala. Ile jamaa wangu linawapamia wachezaji. Wadogo hawa. Linawagonga kishenzi mwanangu. Mpaka huruma. Wani alivyofunga ilikuwaje? Alivyofunga goli? Kwenu. Kwani ile na kweli tufunga 2 kwa moja. Mimi sikuangalia ile mechi. Mimi naangalia mechi najua anafungwa. Akawa anafanya hivi. Anatukusanya. Zalau. Mimi nakwambia yule jamaa ana zalau. Lakini haya yote wanayataka viongozi wa Simba. Unataka viongozi vipi? Na nyinyi mnaenda kuacha wachezaji wa maana. Mimi sikuiangalia ile mechi. Ile ya 2 bila kuiangalia. Sikuiangalia. Mimi ile nilikuwa kwenye basi ba. Nilikuwa kwenye King Yasini. Unasafiri. Na kwenda zangu juu. Kwa mwamba. Nilikuwa nakwenda kutuliza akili. Bwana, nyinyi mnasafiri na ndege, sisi tunapanda King Yasini. Ikiunguruma kama ndege inapaa. Unajua yes, niko kwenye ndege hapa. Bwana tumalize na Sede. Hakuna kumaliza bado. Bado hapa. Tumaliza. Kwa Yanga Afrika, Engineer Elsaid amewajibu wana Simba kuhusiana na sakata la Damaro. Na nafikiri na wenyewe wameshajiona. Wamejiona kwa kwamba wanachokiongea ni upumbavu na ni ujinga. Wanachokiongea? Upumbavu na ni ujinga. Huwezi kushindana na serikali. Naona na wenyewe wamenyamaza kimya. Kwa hiyo kasi inawezekana asiende. Unaenda kutafuta nini babu? Kwanza huyo Damaro mwenyewe kumbe Yanga wenyewe hawajamnunua. Angalieni sasa. Wamemchukua kwa mkopo. Januari. Januari. Angalia sasa.
watu hawajie, yani hata waelewi amesajiliwa vipi yule. Hawajamsajili, wao wamemchukua kwa mkopo. Angalia sasa yule kiongozi, nisikilize bwana, potelea mbali ya up to you. Yule kiongozi mtu wa mpira kawaona viongozi wenzie watapata aibu mbele ya safari, kaamua kwenda kulimwaga kule, hata kuwajibu. Kawajibu kupitia kwenye chombo cha habari. Mimi napigiwa simu Dodoma, bana msikilize Engineer Hersi anaongelea kuhusu Damalo. Nikamwambia mimi hapa sina redio, sina nini, nakimbia na mabehewa. Upo kazini? Niko kazini, sijamsikia wala na sijajua kaongea nini, lakini nasikia kawaumbua, sio kawajibu, kawaumbua. Na ndo maana nilikwambia hivi, Simba hatuna viongozi wa mpira, kuna jambo walikuwa wanalificha, sisi tusidai. Na sasa hivi wana Simba wameshasahau. Wao umesikia wanaliongelea tena la wanachama kadi. Kadi ziko wapi? Umemsikia nani anaongea mipango ya Mo? Sasa hivi umekaa vibaya. Mfumo gani? Mfumo wa electronic umekaa vibaya, yani haujakamilika bado. Zile zinatoka digitali. Hebu twende taratibu Sheikh. Nchi nzima inatumia mfumo sasa hivi. Sawa. Na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba sekta zote za serikali zitumie mfumo huu mmoja. Sijui unanielewa? Wanakusikia. Kasoro nafikiri vyombo vya ulinzi na usalama, mifumo yao wanayo wao peke yao, kwa sababu hawahitaji kuingiliana na mtu, lakini mifumo yote ifanane. Kwa nini alisema vile? Sasa huo mfumo bado unafanya nini? Hawana mafundi. Tusidanganyane, uongo, tusidanganyane. Hao wenyewe wana maana yao. Mimi nakwambia kama Mungu afungue kadi, alafu 2027 wataona watu watakavyowamanua. Si kuna watu wanataka, ndio maana wanataka kujiweka pale wao wenye viti. Try again na mwenzie Mangungu wanataka kujiweka wao wenye viti pale. Mangungu tena? Nani Try again pamoja na Simfes Magoli, si ndio wanawania uwenye kiti kwa wanachama? Wanataka kuingia. Na mimi nawaambia kabisa wanachama, mapema tubadilike, na sisi tubadilishe, hao watoke wote. Waje wapi? Tulete krimu mpya kabisa, yani mpya. Mbona CCM wanaleta krimu mpya? Anatoka huyu, hata alikotoka hatujui. Wewe Dr. Sheni ulikuwa unajua anatoka wapi? Hapana. Mimi si nimekuja kusikia tukateuliwa kama rais, nani, makamu wa rais. Na sisi tutafute watu watoke mbali. Huyu anaweza, mnamtizama, mnamwangalia, hana elementi za Yanga huyu. Hapa ni elementi za Yanga tu. Hana elementi za Yanga. Unajuaje? Utamuona. Zamani na watu walikuwa wanakupeleleza. Kwa mfano mimi, nisikilize vizuri. Mimi nimetoka katika chimbuko la Yanga. Sawa. Zamani wakijua kwamba yule ni baba na mama Yanga, babu yake Yanga, mjomba wake Yanga, hawakupi fomu ya usajili. Wanakuweka pembeni. Wanakusukumilia mbali kule. Wanajua wewe iko siku utakuja kugeuka, maji mkondo. Maji tembo. Kama tembo waliwahi kupita, na wenyewe watapita. Hata kwa miaka ijayo wanakuja. Na ndio maana mimi huwa sikatai wakiniambia wewe Yanga, naambia sawa. Kwa sababu baba yangu Yanga, mimi babangu alikuwa anatupandisha kwenye kitolitoli. Ile toli ina maana kubwa sana kwangu. Kwa hiyo ngoja, Mzee Said pale uongozi umekuangukia pale Simba. Kwa hiyo ungekuwa na mapenzi na upande mwingine. Wapi? Simba naipenda. Marehemu baba yangu nilimwambia, mimi baba unanipeleka uwanjani Yanga na CDA. Sio CDA hii. CDA yenyewe ile. Kwa kwa upande gani hapa? Mimi nilikuwa sina hata mpango, hata mechi siangalii. Mimi nacheza tu. Nikajua kwa upande wa CDA yuko na shangilia huko upige mwingi. Sasa siku nikisikia Simba wamekuja, yani nakaa kila wakati naangalia ile barabara baba anakotokea. Alihemu baba yangu anatokea wapi? Na wakati ule ambulance zilikuwaga kombi. Ilikuwa ina kimulimuli cha blue. Naangalia baba anatokea wapi. Mpaka saa 9 baba sijamuona, naanza kulia. Yaje kuchukua kupeleka uwanjani. Siku hiyo kanikuta analia. Kaniambia wewe mtoto, nimekuzaa mimi kweli wewe? Wewe unalilia kwenda kuiangalia Simba? Nalia nyumbani pale. Wewe upende Simba nini? Chakula sikula. Wewe baba Yanga, babu Yanga. Wewe kilichofanya mapenzi ya kwenda Simba kitu gani? Mjomba wangu. Mjomba alikuwa Simba. Mjomba ndio alikuwaga Simba. Anaitwa Mwisha. Wewe ukawa unakaa kwa mjomba. Na nilikuwa sio nilikuwa nakaa, tulikuwa tunakaa nyumbani. Nyumba moja. Wote. Na yule ndio alionilea mimi. Mjomba wangu. Yule mjomba wangu alikuwa anaipenda Simba. Kwa hiyo mimi kila nikikua ananiongeleshea Simba.
kila nikikua Simba, kila nikikua na mimi nikaunga humo. Sasa mbona mwisho unamwangalia Simba afa na kukimbia na kuja Yanga? Wewe subutu yake atatafuta pa kwenda. Sasa umeniambia juzi. Wewe atatafuta mimi Yanga. Lenyewe linasema hivyo, mimi Yanga. Hata si anakaa sana na mamake. Tayari kachukua event za mama. Yule mtoto mshenzi sana. Siku moja bwana, bado Mayele yupo. Nimelala kitandani, pressure inanisumbua. Limeamka kitandani asubuhi. Alikuwa na miezi mingapi? Miezi 6 hivi au 7. Yani kashaanza kutambaa yani. Anasimama kwenye ile simama dede. Basi kasimama, si akiambiwa kitu anaelewa. Mamake anamwambia, "Mshe, fanya hivi." Mwangu mimi nimelala kitandani, yule mtoto akafanya pa hivi, nikamwambia we koma we. Nilichukia. Hapo nikamwambia mamake, tafadhali sana, tutakuja kugombana, usimtie ujinga mtoto wangu. Hii sasa si anamfuata Mayele na alikuwa akimuona tu kwenye TV Yele na mimi wewe nenda wewe. Acha na Mayele. Nikamwambia huyo hata kipindi kile si akina Chama nayo wameshaanza akina nani kipindi kile? Akina Boko. Mayele anafanya kazi ile, Boko hayupo. Hayupo, ndio maana nasema Simba alikuwa Boko hayupo. Wote kina Kagere hayupo. Nikamwambiaje siku hiyo bwana anafanya hivi, nikamwambia huyo sio Mayele. Huyo Medi Kagere. Namuonyesha mchezaji wa Yanga, namwambia Medi Kagere huyo. Sio Mayele. Mama yake anasema wewe usimdanganye mtoto, na mimi hayakuhusu, mimi naongea na mwanangu. Mzee Said za ndani kabisa. Tumalize na hili. Za ndani kabisa. Chobwedo kama wewe vile alivyo. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Nasikia anataka kuingia Kariakoo. Haijui Kariakoo ipi. Sawa. Mimi nimekwambia hivi. Simba ni watu wa kokota. Usije ukashangaa kaja na uwezi kubisha. Simba wakazi yao kokota. Usishangae akaja. Na mimi nakwambia mama yangu mzazi yule Chabwede watakija pale mimi bwana mchezaji namwangalia mapema sana. Akija pale nani benchi pale? Jana tulikuwa tunaiongelea Simba. Nisikilize vizuri sana. Tulikuwa tunaiongelea Simba ile nyuma yuko Aishi Manula. Ndio. Sawa golini. Fulbeki Kapombe, fulbeki nani Mohamed Hussein. Simba Junior. 5 na 4, 5 alikuwepo Pascal Wawa. Nampata wewe. Pascal Wawa alikuwa anaanzisha mashambulizi. Ndio. Kama unavyomuona golikipa wa Yanga ni mtu wa Jiji Diala, mtu wa kuanzisha mashambulizi. Sisi aliyokuwa anatuanzishia mashambulizi Pascal Wawa alikuwa anaiangalia timu. Yaani kama akianzishwa na Manula na Kanyaga anatoa pasi ya kwanza, akitoa pasi ya kwanza afu anaangalia nani kakaa vizuri. Kuna mpira mmoja aliunyanyua ukaenda kwa mtu, ukaenda ukazaa goli ligi ya mabingwa. Sasa kwa mfano tunamwona Rushaina na kila kitu anacho, lakini hana uharaka wa kuanzisha mashambulizi. Full stop. Hana uharaka wa kuanzisha mashambulizi. Lakini Rushaina ana kila kitu. Kakamilika sekta. Kila idara ila kuanza mashambulizi. Kuwa nitengeneze shambulizi nipeleke pale. Huo uharaka ndio hana. Basi ndio hicho tu tunachohangaika. Lakini ukisema yule golikipa anaanza akirudishwa yeye anatetemeka. Alafu na golikipa mwingine tulionaye yule tulikuwa naye Spider naye alikuwa na uharaka wa kuanzisha mashambulizi. Ndio. Sasa hata tukiwa na watu hawa, nani anaenda kumaliza shambulio lile? Hatuna Simba. Lakini watu ukiwaambia ukweli wanakuambia yule mnafiki muongo. Umeona bwana? Ndio hivyo. Safi kabisa. Mimi bwana, kwa leo tuna imani tufikie hapa. Tumeshinda. Tusikilizie Selemani we. Tumsubiri? Selemani we. Hamna shida. Anakuja. Nani huyo Chobwedo? Kwani mimi nimekataa? Haki Mungu wanaweza kumchukua. Wanaweza kabeba. Lakini wakimchukua wanaleta shida nyingine. Akija Chobwedo. Nilimkataa Soa. Au unataka nikuhadisie mpaka wachezaji ndio wakataa? Imetosha. Bwana, nilikuwa na mzee Saidi. Sisi hatuna la ziada. Kikubwa zaidi tunawashukuru wale wote ambao mnaenda kutufuatilia na kutushika mkono na mna comment, kushare na kulike content hii tunayoweza kuifanya. Hatuna la ziada. Nyuma kama lipo director Shizi ambaye anakuletea picha ngavu na tulivu katika kipindi hiki, na muendelee
kufuatilia, kulike na kukomenti. Sina la ziada, tukutane baadaye. Bye bye.